Nataka niwaambie wanamichezo wenzangu. Wanamichezo wanaweza kutoka vyuoni, wanaweza kutoka madarasani, lakini michezo ni biashara. Kama ambavyo wewe unafundisha mtoto wako awe injinia, sasa hivi duniani hii ni moja ya afua ya kutengeneza wanamichezo. Mwanamichezo katika ngazi ya familia. Na wanamichezo wanatengenezwa, hawajitengenezi. Leo ni rahisi sana kumsifia Lionel Messi, si ndio? Yule yuko kwenye academy tangu ana miaka 3. Ndio anachokifanya sasa hivi. Mpigieni makofi mengi sana. Watoto wake kale kadogo kale kabaraka kale. Mimi nimeanza kukafahamu miaka 4 iliyopita, kadogo. Sasa hivi kako Hispania. Baadaye katakuja kucheza timu ya taifa. Kila mmoja akifanya hivyo, hatutahangaika kutafuta wachezaji wa timu ya taifa. Kasa. Karibu mtazamaji wa Mwananchi Digital. Mimi naitwa Elia Solomon. Leo tuna exclusive interview na Seif Mpanda. Wengi wamekuwa wanamfahamu kwa sababu ya kile ambacho anakifanya. Amekuwa akifanya mahojiano na watu mbalimbali kuhusiana na maendeleo ya vijana wake watatu ambao wote kwa pamoja wapo kwenye academy mbalimbali barani Ulaya. Niko na Seif hapa, mtoto wake ambaye ni maarufu zaidi ni Barka, lakini yupo Talki, yupo na Jabiri, na kwa kipindi fulani tulimshuhudia, alikuwa ni Jabiri ambaye international team. Yes, alikuwa ni Jabiri na aliweka rekodi kwa kuwa miongoni mwa vijana wakiwa na umri mdogo zaidi kucheza timu ya taifa ya Tanzania maarufu kama Taifa Stars. Habari yako kaka? Salama bwana, habari? Kwema kabisa. Salama kabisa. Ningependa tuanze kwa kuongelea kile ambacho kilitokea wiki iliyopita. Kwa bahati nzuri ulipata bahati, niseme hivyo, kuwa sehemu ya kikao cha kimkakati ambacho kilijikita zaidi katika masuala ya maendeleo ya michezo. Nilimsikia mheshimiwa katibu mkuu wa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Gelson Msigwa akikupongeza kwa kile ambacho ulikifanya. Alikupa mwaliko, ilikuwaje ukapata mwaliko, na alichokisema umekipokea vipi, au kinachochea kwa kiwango gani kuendelea kufanya kwa ajili ya vijana wako? Kwanza ni shukuru sana kwa kupata hiyo nafasi ya kupata mwaliko kwenye hicho kikao muhimu sana. Kutoka ni kweli nilipata mwaliko kupitia kwa wasaidizi wake kwamba ninahitajika kwenye hicho kikao kwa ajili ya kwenda pengine kuzungumza au namna vile ambavyo yeye aliona, kwa sababu nilipata mwaliko unahitajika. Kwa hiyo kweli nilipokea huo mwaliko na nikahudhuria. Na baada ya kuhudhuria, nadhani mlisikia kile ambacho alikisema mheshimiwa katibu mkuu wa Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali mheshimiwa Gelson Msigwa. Binafsi mimi kama mzazi nilifarijika sana kwa kauli hiyo aliyozungumza pale, na yeye kuonyesha kutambua na kuthamini mchango wangu ambao nimekuwa nikiutoa kwa vijana wangu watatu ambaye ni Jabiri, Tariki pamoja na Barka. Ni heshima kubwa sana kwa mtu kama katibu mkuu na msemaji mkuu wa serikali kutamka yale maneno, lakini neno moja ambalo walitamka ambalo ni kubwa sana ni kuwaambia wajumbe wote waliokuwepo kwenye hicho kikao kwamba tuchukue hii kama role model, yani kutoka kwangu, namna ambavyo nimekuwa nikifanya. Ni kitu kikubwa na ni kitu kizuri sana, na farijika sana. Kwa hiyo inanipa moyo na inanipa kutokukata tamaa kwamba kila kitu kinawezekana. Kama role model hilo tutaliongelea baadaye, maana naamini unaweza kuwa daraja chachu kwa wazazi wengine kuamini kupitia vipaji vya vijana wao. Inaweza isiwe mpira, wanaweza kuna wengine wana vipaji vya kuimba, ukawahamasisha kulingana na kile ambacho unakifanya. Kwa ambao hawafahamu vijana wako, tunaweza tukawaelezea kidogo Jabiri uko wapi, Taliki uko wapi, na huyo mwingine, na nini ambacho anakifanya huko? Ni kweli wote watatu wako nchini Hispania katika mji wa Barcelona pale. Tukianza na Jabiri Seif ambaye yeye yuko kwenye klabu moja inaitwa Turo
ambayo iko daraja la 3. Unajua wenzetu kule madaraja yao ndio hivyo. Kwa hiyo yuko daraja la 3, na Tariq Seif Mpanda ambaye naye pia yuko pale pale Barcelona, katika mji wa Barcelona katika klabu hiyo ya Turo. Barka yeye yupo kwenye klabu ya Dam FC ambayo iko hapo Barcelona. Wengi sana Dam hawaifahamu kiundani, lakini Dam ndio klabu ambayo inapika ni kama daraja hivi la kutengeneza wachezaji kuelekea kwenye vilabu vikubwa ambavyo ni professional. Kwa hiyo yuko kwenye hiyo klabu ambayo inaitwa Dam. Kwa hiyo ukiingia kwenye mtandao utaona kwamba Dam ni klabu ambayo imeanzishwa mwaka gani na imefanya nini, lakini kwa mimi ambaye nafuatilia nadhani yupo kwenye klabu bora kabisa katika eneo lile la Barcelona na nchini Hispania kwa ujumla. Nadhani miezi michache iliyopita ulikuwa Hispania. Recommendation walimu, kwa sababu bila shaka atakuwa na kutumia ripoti, wanawazungumziaje vijana? Ni kweli kama mzazi nashukuru kuona maendeleo ya vijana wangu wote watatu. Maendeleo yao ni mazuri kupitia recommendation za makocha wao, walimu wao ni mazuri. Unajua wenzetu wana utaratibu, yani kila baada ya muda unapewa report ya kila mchezaji, yani uwezo wake uwanjani, pia nidhamu yake, maendeleo yake kwa ujumla unapewa report. Lakini kubwa zaidi ambalo la muhimu sana, mbali ya kupewa report na mwalimu, hawa watoto wangu wote hao unaona wanacheza ligi katika vilabu vyao. Sasa wenzetu wameenda mbali zaidi. Klabu ligi ambayo inachezwa, ambayo inatambuliwa na federation au chama cha soka cha nchini Hispania, details zao zote zinakuwa kwenye system. Kwa hiyo ukiingia kwenye mtandao wa football, ukiingiza let's say ukasema okay Barca, ukaingiza jina lake na ukaingiza na klabu anayechezea, ina maana details zake zote pale utazikuta. Kwa maana utakuta maendeleo yake, amefunga magoli mangapi, ametoa assist ngapi, amecheza mechi ngapi na performance yake ikoje. Hivyo kwa kaka zake pia ukiingiza tu details zao, kwa maana kama majina yao na klabu anayecheza inakuja pale kwenye system, kwa maana huyu amefunga magoli kadhaa, amecheza mechi kadhaa, ametoa assist kadhaa na pia maendeleo yake ni haya. Kwa hiyo hatupati kazi sana kwenye hilo. Kwa hiyo maendeleo yao kijumla ni maendeleo mazuri kabisa. Japo kwamba Jabir alikuwa amepata injury kidogo, lakini right now anaendelea vizuri, amesha recover. Kwa hiyo tayari ameshaanza kufanya mazoezi na klabu. Kwa hiyo maendeleo yao ni mazuri sana kwa kweli. Kuna kipindi Barca alienda Uholanzi, kulikuwa na kliniki kule ya Ajax na alipata tuzo akiwa kule, alikuwa MVP, akapata na tuzo nyingi. Tulikuwa tunategemea kwamba pengine huenda anaweza akajoin kwenye ile academy kulingana na kile ambacho alikuwa amekifanya, lakini ikawa kimya. Majibu ya hili ni yapi? Ni kweli vitu vingi, watu wengi sana wamekuwa wakizungumza, kila mmoja anazungumza lake analojua. Lakini mimi kupitia Digital Mwananchi niwaeleze kitu kimoja, kwamba mpira una process zake, hasa kwa vijana hawa ambao wametoka yani wametoka nje ya Europe. Kwa hiyo Barca alienda kule kama kliniki, alifanya vizuri na kila mtu anajua na dunia inajua kwamba yeye alikuwa ni mchezaji bora na amefanya vizuri. Lakini ili uingie au uwepo pale, kuna utaratibu ambao inabidi ufanyike kupitia wazazi, kwa sababu yule mtoto hatakiwi kwenda peke yake, lazima familia iwepo pale. Kwa hiyo ni mchakato ambao unatakiwa ufanyike kwa kiwango kikubwa sana. Sasa yawezekana mchakato wa familia kuhamia kule ukawa kuna changamoto kidogo, lakini baada ya hapo kwa sababu sisi kama familia tayari tunataka mtoto Barca ahamie Europe pasipo kujali ni wapi, like ahamie Europe katika klabu ambayo ni bora au kwenye academy ambayo ni bora ya kuweza kumsaidia yeye katika maendeleo yake. Kwa hiyo tulipata nafasi ya Barca kuhamia Barcelona. Hilo ndio jambo la muhimu sana. Haya mengine ambayo watu wanasema bwana sijui kafanya nini, sijui kawaje, kwa nini, hizo ni porojo tu. Mimi kama mzazi nasema kwamba katika watoto
zaidi ya 500. Baraka alikuwa mchezaji bora katika kempu ya Ajax na alikuwa na sifa zote za kuingia kule, lakini sifa yake kuu ambaye pengine haifanya awepo pale ilikuwa ni yeye kutoka katika nchi ambayo sio European country. Hilo ndio jambo la msingi. Kwa hiyo naomba hilo ieleweke hivyo. Lakini baada ya hapo, kwa sababu tunataka mtoto aingie katika system, basi tulikubali mtoto ahamie Barcelona au Spain. Kwa hiyo ndio akawa amehamia pale, lakini tunasema kila kitu Mungu ndio anapanga. Unaweza ukasema kwa nini hakuwa huko? Kumbe kuna kitu kizuri zaidi ambacho kipo zaidi ya vile ambavyo ulikuwa unafikiria. Kwa hiyo mimi niseme kwamba Baraka sehemu ambaye yupo ni sehemu bora, ni sehemu kubwa, na ndio sehemu ambayo pengine kila mtoto anatamani kuwepo pale. Amepata hiyo nafasi na sio rahisi. Kwa hiyo mimi nimshukuru Mungu kwa hilo. Sitaki kusema kwa nini alikuwa kule hakupata kule, hapana. Mimi nasema Baraka yupo sehemu sahihi, yupo sehemu bora, yupo sehemu ambayo ndio inamtengenezea daraja lake la kwenda kuwa mchezaji mkubwa. Kuna kipindi niliona picha ya ilikuwa nadhani ulikuwa wewe, alikuwa Jabiri kijana wako mkubwa wakati ambao alikuwa Getafe. Mlienda kwenye moja ya michezo ya Getafe kwenye La Liga, nadhani ilikuwa dhidi ya Real Madrid kama sikosei, utanisahihisha. Ilikuwa ngumu kwa kiwango gani, au ulifikiria nini kuamua watoto wako kuwapeleka kwenye moja ya michezo mikubwa ya Liga Hispania? Ya, ni kweli ilikuwa ni mimi pamoja na wote hawa ambaye ni Baraka, Tariki pamoja na Jabiri. Ilikuwa ni mechi kati ya Real Madrid nadhani na klabu moja hivi nimesahau jina lake. Niliamua kuwapeleka kule kwa sababu ya kuwapa watoto experience na exposure, kwa sababu mchezo wa mpira ni mchezo wa kuingia field, yani ya kujifunza kupitia video, kupitia yani live, unawepo pale, kuna vitu ambavyo mchezaji anavipata. Kwa hiyo niliona kwamba wakienda kule watawaona wachezaji wakubwa kama Vinicius Junior na wengine kama Modric, Luka Modric, wakiwaona jinsi wanavyocheza live, kuna kitu watajifunza na kuna kitu watapata kutoka kwao. Kwa hiyo nilifanya hivyo, na kweli walivyoenda wakawaona kama ulivyoona baada ya Real Madrid kushinda goli, unaona jinsi walivyokuwa wanashangilia, walivyohamasika. Kwa hiyo inawajengea kujiamini, inawajengea kujituma zaidi. Kumbe hata mimi naweza nikafikia kama vile. Kwa sababu nimemwona Vinicius Junior live, nimemwona Luka Modric live, nimemwona Karim Benzema live. Kwa hiyo ni kitu kizuri, kinawahamasisha wao na kinawajengea kujiamini zaidi. Kwa hiyo ilikuwa ndio kitu muhimu, lakini pia na hata wao pia walipenda kuona kwamba na sisi baba nataka tukaone, tukashuhudia michezo live. Kwa hiyo na huo umekuwa ni utaratibu kwa wenzetu, hata hizi academy kule Ulaya wamekuwa na huo utaratibu wa kutenga kwamba mechi fulani watoto wote wanapelekwa kwenda kuona jinsi wachezaji wenzie wakubwa wanavyocheza. Kwa hiyo hiyo inawafanya wajifunze na inawafanya wazidi kujiamini zaidi kwamba kumbe hata mimi naweza nikawa kama yule. Kwa hiyo nilikuwa nikafanyie nini, kama ni mapungufu kama nini, naweza kawa kama Lamine Yamal, naweza kawa kama mchezaji yote ambaye mkubwa. Ningependa kuzungumze kama mzazi zaidi. Kumekuwa na utofauti wa malezi kwa watoto kwa maana ya utamaduni wetu Tanzania, utamaduni wa Afrika na wenzetu wa Ulaya. Vijana wako watatu wameenda Ulaya wakati wakiwa bado na umri mdogo. Huoni kama wanaweza sasa wakaanza kusahau sasa utamaduni na namna ambavyo wanapaswa kuwa kama watoto wa Kiafrika? Tunafahamu changamoto za wenzetu. Ya, ni kweli hilo mimi nililiona, na kweli unajua watoto hawa kwenye swala malezi ni changamoto kidogo. Kama mtoto hayuko na wazazi au mzazi, inaweza pengine wanaweza wakaadapt mazingira ambayo sio mazuri sana kwa future yao. Lakini mimi nilienda tofauti sana, kwa sababu kama tumeweza kufanya investment kubwa kuwasaidia hao watoto, kwa hiyo niliamua kwamba familia yangu, kwa maana mke wangu, yeye ahamie kule nchini Hispania kwa ajili ya kukaa nao, ili kusudi kuweza kuwasaidia na kuweza kuwaongoza katika njia zilizo bora zaidi, na ili wasisahau tamaduni zao za Kitanzania na kacha zao za Kitanzania. Kwa hiyo niseme tu kwamba mimi nilichukua hiyo nafasi ya familia yangu kuhamia kule, kwa maana mke wangu yupo anaishi pale, anaishi nao. Kwa hiyo watoto wangu mimi
tuseme kwamba hawako boarding, wako nyumbani, wanatokea nyumbani ndio wanakwenda shule, wanakwenda kwenye training. Yeah. Kijana wako Jabir alipata nafasi ya kuwa sehemu ya national team. Mwanzoni kabisa nilianza kwa kumzungumzia yeye wakati tunafungua kipindi. Kwako ile ilikupa nini kichwani mwako nafasi ambayo aliipata ya kuwa sehemu ya kikosi cha timu ya taifa Tanzania? Kwa kweli nakumbuka ilikuwa ni mwaka jana ndio alipata hiyo nafasi ya kuitwa national team, na kabla yeye kuambiwa niliambiwa mimi, kwa sababu bado ni mtoto, kwa hiyo niliambiwa mimi kama mzazi kwa mtoto wako amechaguliwa kujiunga na national team. Kimsingi nilipokea kwa mikono miwili na nilifurahi mimi kama mzazi, lakini niliona pia hiyo nafasi pekee ya mtoto wangu kwenda kuonyesha uwezo. Unajua kila mchezaji duniani anatamani kuchezea timu ya taifa ya nchi yake. Kwa hiyo ukichezea national team ni kitu kizuri, inakupa exposure, inakupa pia CV. Hata kama ni vilabu kama ulikuwa huja, maana CV yako itaongezeka. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu kikubwa sana kwake na ilikuwa ni kitu kizuri kama familia. Lakini jambo la muhimu sana ambalo mimi lilinipa moyo na nilifurahi zaidi ni pale alipokwenda, alipoitwa na akaenda kuonyesha uwezo. Alionyesha uwezo mzuri, uwezo mkubwa, na kila mmoja aliyekuepo kuanzia viongozi wenyewe wa timu ya taifa, makocha pamoja na wachezaji walifurahia namna ambavyo Jabiri alionyesha uwezo wake. Kwa hiyo hichi kitu ni kitu kikubwa kwangu na pia ni kitu kikubwa kwake. Hiyo itamsaidia zaidi. Kwa hiyo naamini akipewa nafasi nyingine zaidi ya ile, nadhani anaweza kaja kuonyesha tu uwezo wake mkubwa. Na sio yeye tu, hata mdogo wake ambaye ni Tariq right now ana miaka 16. Hata huyo ninaamini ana nafasi nzuri, ana uwezo mzuri. Pale itakapowapendeza makocha wa timu ya taifa na viongozi, nadhani wakimpa nafasi wanaweza kaja kuona uwezo wake ni wa aina gani. Yeah. Nadhani wana zaidi ya miaka 3 sasa Spain. Wana zaidi ya miaka 4 nchini Hispania. Sasa Kiswahili sitakuwa inapotea? Hapana, hawezi kupotea sana, kwa sababu kama nilivyosema muda mwingi wanakuwa na mama yao ambao wanaongea Kiswahili. Japo unajua tena shuleni wanakutana na watu tofauti, lakini nashukuru Mungu kwamba yani Kiswahili hakijawapotea na hakitaweza kuwapotea. Hicho ndio kitu ambacho ni cha muhimu sana, lakini kitu kikubwa tu kwamba pengine wanapata exposure kupata lugha zaidi ya moja, na ndio kitu muhimu sana kwenye career yao pia, kwa sababu wao wanaongea Kiswahili, wanaongea Kiingereza, wanaongea Kispaniola, na Baraka pia anaongea Kidutch kidogo. Kwa hiyo nayo inawasaidia katika career yao ya mpira. Tumeshuhudia mtazamaji wa Mwananchi Digital kwenye tasnia ya burudani, kwenye tasnia ya mpira na vitu vingine, namna ambavyo vipaji vimewatoa watu wengi. Mfano mzuri wakina Cristiano Ronaldo ambao wamekuwa wanaimbwa duniani, akina Lionel Messi wanaimbwa duniani, wamekuwa na uwezo mkubwa sana wa kifedha. Yote hiyo ni kutokana na vipaji ambavyo wako navyo, na ndio maana hapa Saif Mpanda ameamua kuwasapoti vijana wake, akiamini kwamba watapata elimu, lakini pia ni fursa ya wao kuendeleza vipaji vyao. Ni mfano mzuri, na ndio maana msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa alikupa maua yako. Vijana mjini wanasema hivyo. Una kipi cha kuambia wazazi wengine ambao bado hawajaamka katika usingizi wa kutoamini kupitia vipaji? Una kipi cha kuambia? Kweli mimi niseme kitu kimoja kwamba wazazi waamini sana katika vipaji vyao, vipaji vya watoto wao. Ni kitu cha muhimu sana. Kipaji sio mpira tu, vipaji vya aina yote ambavyo mtoto anacho. Kuna kipaji cha kuimba, kipaji cha kukimbia, kipaji cha kuogelea. Wenzetu ndio walikuwa tuacha sisi hapa ndio wamefanikiwa kwa stage hii, kwamba kila mtoto mwenye kipaji mzazi anamsupport mtoto kwa asilimia zaidi ya 100. Hichi ni kitu cha muhimu sana. Kingine ambacho ni kitu cha muhimu sana, kila kipaji kina process zake.
Yaani haiwezekani leo hii mtoto ana kipaji cha kucheza mpira unasema kesho tu aibuke awe mchezaji mpira. Ni lazima apite katika processes zinazotakiwa na ni kwa muda mrefu. Utakumbuka mimi hawa huyo unamuona Baraka, nafikiri hata Msigwa alisema Baraka ameanza kucheza akiwa na umri wa miaka 4, yani 3 kuelekea 4. Mpaka sasa mimi nimeshafikisha almost kama miaka 7 hivi katika kumfuatilia. Sasa unaweza kujiuliza nimetumia gharama kiasi gani, nimewekeza kiasi gani. Kwa hiyo vipaji hivi ni lazima tukubali kuwa na subira, kuwa na muda. Haiwezekani leo tu ibuke unasema wewe una saizi na miaka 18, 19 unataka ukacheze mpira Ulaya kwenye vilabu vikubwa. Haiwezekani. Lazima uanzie chini kwa muda mrefu, wakuone, wakuchunguze na waone maendeleo yako. Ndio tunaweza kufika kule. Kwa hiyo hilo ni la muhimu sana kwa wazazi, wawe na subira, wawekeze kwa muda mrefu kwa watoto wao wote wenye vipaji. Sio swala mpira tu, kitu chochote. Lakini ukisema unataka kufanya tu leo kesho, haiwezekani. Swala la football halina leo kesho. Swala la football linahitaji muda mrefu ndio uweze kuona matokeo yake. Kwa hiyo hilo ni la muhimu sana. Lakini pia wanapopata nafasi ya kwenda, let's say mtoto amepata nafasi ya kwenda nje, lazima mzazi ufuatilie kwa karibu, uone hizi njia ambazo mtoto wangu anapita au anapitia ni ziko sahihi, mafunzo ambayo anayapata yapo sahihi, kwa sababu si watu wote ambao wako nje kule wana nia njema kusema tunataka kumsaidia mtoto wako. Na watu wengine wapo kibiashara tu, lakini sio katika kumsaidia mtoto wako aweze kufanikiwa. Kwa hiyo lazima wazazi wawe karibu na watoto, kama yuko nje kule kwenye academy basi wawe karibu sana kujua maendeleo yao, changamoto gani na nini ambacho kifanyike. Kama ni kuuliza watu ambao ni sahihi, hilo wafanye. Ni muhimu sana hilo. Mwisho wa siku utasema mtoto wangu yupo nchi fulani kwenye academy, lakini mtoto anakaa kule hakuna ambacho amekipata zaidi ya miaka mingapi, hakuna chochote. Kwa sababu swala la mpira ni swala ambalo liko wazi. Wewe ukiambiwa huyu ni mchezaji, watakwambia leta video zake, nataka kuona clip zake. Kila mtu anataka kuona kama anacheza vizuri, kila mtu ataona kama huyu ni mchezaji, ana uwezo huu, ana uwezo huu. Lakini kama hakuna ufuatiliaji, itakuwa ni hakuna, tunacheza tu au tunachonga maji kwenye kinu. Kwa hiyo hilo ni muhimu sana, wazazi wakafuatilia watoto wote ambao wako nje kwenye akademi, kwenye vilabu, wafuatilie maendeleo yao, waone nini cha kufanya, wafanye nini. Kama kuna sehemu ya kuuliza watu ambao ni sahihi, kwa sababu hata kule wako watu ambao sio sahihi. Kwa hiyo ni muhimu sana hilo wazazi. Kwa ambavyo umezungumza karibu ni fedha tu inaongea hapo, karibu kwenye kila kitu. Kuwatoa watoto hapa kupeleka huko ni fedha, kuwahudumia huko ni fedha. Kwa mzazi wa kawaida ambaye mtoto wake ana kipaji, anawezaje kufanikisha ndoto za mtoto wake? Kwanza niseme ukweli kupitia Mwananchi Digital, mpira ni gharama. Ni gharama kubwa sana, sio gharama tu, ni gharama kubwa sana. Inahitaji fedha nyingi tu. Lakini kwa wazazi ambao wana uwezo wa kifedha wafanye. Lakini kwa hao watoto ambao pengine wazazi wao hawana uwezo, ni changamoto sana. Labda mimi ningeweza kushauri tu kwamba serikali iangalie namna ya kuweza kuwasaidia hao watoto ambao wazazi wao hawana uwezo. Na tukisema ule ukweli kwamba katika 70% hao watoto wa kimaskini ndio wenye uwezo na ndio wenye talenti, lakini hawana uwezo wa kifedha. Sasa hao watoto watasaidiwaje? Kwa hiyo kupitia serikali wanaweza kufanya kitu kizuri tu. Wanaweza kwa kushirikiana na wadau ambao wanafahamu, wanaweza kaja makocha au academies kubwa, vilabu vikubwa vikaja hapa vikaangalia vipaji ambao wapo, kupitia labda hizi camp ambazo zinaweza kaanzishwa na watu kutoka nje, wakasakwa vipaji ambao wana uwezo kutoka maskini, wasichangie chochote. Gharama zote ihusike serikali labda na taasisi ambazo zinaweza kufanya hivyo. Ukifanya hivyo na wale watoto wakiona wana vipaji kweli, watoto wa kimaskini, basi walaangaliwe namna ya kuweza kuwaendeleza. Ziko njia nyingi za kwenda kuendeleza watoto. Kama watakuwa wanapata fursa ya kwenda nje baada ya kuonekana wana vipaji, basi serikali inaweza hata isipotoa hela inaweza kusema hata taasisi fulani au kampuni fulani hebu wasaidiana watoto wakaenda kule mara moja wakarudi. Kwa hiyo wanakwenda mpaka watakapofikia umri fulani
wa sasa wao kwenda kuishi kule au kwenda, kwa sababu naamini mtoto akifikisha umri wa miaka 18 ana uwezo kwenda kujitegemea mwenyewe, au hata klabu ambayo nimemuona kwamba huyu mtoto ana talent inaweza kumchukua mtoto. Lakini chini ya miaka 18 bado itakuwa haiwezekani mtoto akahamia kule kama pasipokuwa na utaratibu maalum kupitia wazazi au serikali. Mpira ni biashara. Pengine umefikiria kufungua milango kwa watoto wawili watatu ambao pengine wanaweza kuwa na potential, ukaona kwa nafasi ambayo uko nayo ujaribu kuwasaidia? Hilo linaweza nisiseme moja kwa moja kwamba nimefungua milango, lakini kwa yale machache ambayo nimeyafanya, yako ambayo nimeyafanya kupitia kwa wazazi wale ambao wana uwezo wa kuweza kuwalipia watoto wao, nimejaribu kuwaonyesha njia, bwana wewe nenda hapa, pita njia hii, fanya hiki, nimejaribu kufanya. Lakini kwa upande wangu mimi kama mimi sasa pengine kufikiria kuja kufungua academy au kwenye nini, hapana, mimi sijawa na mtazamo huo kwa sasa. Sasa hivi mimi jukumu langu kubwa ni kuangalia kwanza watoto wangu wapate nafasi ya pengine kusajiliwa na vilabu vikubwa au kusajiliwa kuwa professional players. Hilo ndio jambo la msingi sana. Lakini huko mbeleni sasa, baada ya hapo tutaona namna gani ya kuweza kuwasaidia hawa watoto wenye vipaji au wenye uwezo kwa kusaidiana na serikali au kushirikiana na serikali. Tunao uwezo wa kufanya hivyo na tunatamani kufanya hivyo. Lakini kwa sasa tutaendelea kusaidiana kwa kile ambao wao wazazi wana uwezo. Bwana wewe pita hapa, ingia hapa, tokea hapa. Tunaweza tukafanya hivyo. Yeah. Bila shaka yale ambayo ulikuwa unajiuliza kuhusiana na kina Baraka, kina Jabili na Talik, majibu yake utakuwa umeyapata. Na kwa wewe mzazi ambaye unatamani kuona vijana wako wakipiga hatua, utakuwa umeambulia hapa mawili matatu kuhusiana na hiki ambacho amekizungumza hapa. Kwa niaba ya wote ambao wamefanyikisha interview hii, mimi naitwa Elia Solomon, niseme asante kwa sasa.